kwamba sasa niko hapa Kutangapa. Niko naona Dragila kisha nafika mporo Kalundu. Dragila yepeki wasodaki. Uvira sasa ina 7h19 bana centre. Maboro zinaanza salia ngambo kivuvu. Na habari za muda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba utakuwa salama usalimini. Nayo furaha tele ya kuweza kukaribisha katika habari zetu za muda huu, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025. Kama kawaida, nimekuarifu ya kwamba tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita ambako mambo yanabadilika kadri saa zinavyozidi kusonga. Ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, tafadhali na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi, ili naendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Tunakuripotia habari hizi tukiwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita uko Uvira, maeneo ya Katongo, maeneo ya Kigongo na sehemu zingine. Hivyo msikilizaji, na kusihi kuwa nami upate kufahamu kile kinachoendelea katika uwanja wa vita muda huu, ikiwa ni majira ya asubuhi bado. Hivyo na kuomba kuwa nami mwanzo mpaka tamati ili upate kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa kwenye uwanja wa vita. Maana mapambano makali yamezuka asubuhi ya leo kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya wazalendo ambao wanaungwa mkono na jeshi la taifa FARDC. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai utakuwa salama popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi, ikiwa ni tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025, ikiwa kunasalia siku mbili pekee watu waweze kuuaga mwaka wa 2025. Moja kati ya habari kuu tulionayo asubuhi leo kutoka kwenye uwanja wa vita ni kwamba mapigano makali yameripotiwa kuendelea kusini mwa mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini asubuhi ya Jumapili tarehe 28 Disemba, hali iliyosababisha hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mashambulizi hayo yamehusisha boti za kivita zinazojulikana kwa jina la Marambo, ambazo zimetumwa na wapiganaji wa Zalendo kwa msaada wa moja kwa moja wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Boti hizo zinadaiwa kushambulia ngome za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 kutoka ziwani Tanganyika. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 hadi sasa bado wanadhibiti mji wa Uvira, hali inayozidisha wasiwasi, huku shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi zikizorota kwa kiasi kikubwa. Wakahaji wa eneo la Uvira wanaripoti kusikika kwa milipuko ya risasi nzito na silaha za masafa marefu, jambo linalosababisha baadhi ya wakahaji kukimbia makazi yao na kutafuta usalama, huku wengine wakijifungia manyumbani mwao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi wala tathmini kamili ya uharibifu uliotokea. Hata hivyo, hali ya usalama bado inaendelea kuwa tete na isiyotabirika, na wakahaji wanahimizwa kuwa waangalifu kutokana na hali hiyo. Mamlaka za kijeshi na za kiusalama zinaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa kadri mwelekeo na mwendeleo wa mapambano hayo yatakavyokuwa inaonekana. Hivyo mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tarehe 28 mambo yameamka kuwa mabaya tena kwenye uwanja wa vita kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo ambavyo vinashirikiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwa siku 3 mfululizo mapambano yanaendelea kuripotiwa huko tarafani Uvira, moja kati ya operation kubwa ambayo imesababisha hofu na hali kuwa ngumu kwa wakazi wa eneo hilo la Uvira ambako lipo chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Boti za kivita za wazalendo zimeonekana kuingia katika bandari ya Kalundu, huku zikiendelea kushambulia ngome za waasi wa AFC M23 maeneo ya milimani ambako mapambano yanazidi kuelekea upande wa Kigongo pamoja na
Katongo, ambako hiyo jana wahasi waliweza kuondolewa maeneo hayo, lakini wamekuja asubuhi na mapema kwa kutafuta mbinu na jitihada za kuweza kudhibiti tena eneo hilo, kitu ambacho wazalendo wanasema ya kwamba hakitokaa kikawezekana. Kutoka kwenye uwanja wa vita, moja kati ya wazalendo anaendelea kutoa ripoti hizi na kuonesha kuwa na kuonesha wakaaji wanaendelea kuwa watulivu na wanyenyekevu, maana operation hii ni moja kati ya operation ya kukomboa mji wa Uvira na sehemu zingine. Abubakari Zindula Shambo ni msemaji wa wazalendo kutoka tarafani Kabare, anaeleza hali halisi ya kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025. Unajua, mimi Abubakari Zindula Shambo kama vile observance wa General Abdu Matata Panda wa Lubarika, na vile kama vile porte parole wa territoire nzima ya Kabare. Ndugu yangu mtangazaji, unajua japokuwa mimi kama vile observance tumedhibiti milima yote ya Uvira, kuanzia huko Bilimani, Kalimabenge, tunakuja huku juu ya Kasenga, Sange, Luberizi, Luvungi, Lubarika, Mwenanira, Mitimbili hadi huko sehemu za Mushenyi na Nyangezi. Ndugu yangu mtangazaji, unajua observance kazi yake ni kubwa, kwa sababu unajua lazima ajishughulishe kujua sehemu ambazo vikosi vimejipanga na kupata ripoti zote za operation. Na ndio maana huwa muda mrefu unaweza ukanipigia simu ukajikuta wenda hatukuelewana kwa sababu ya majukumu ya kazi. Ndio hivyo bwana mtangazaji, kwa kweli tarehe ya jana 27 baada ya kusamalize na kuchukua ripoti zote za operation kunako teritwari ya Uvira, nimeimarisha nikimaliza uchunguzi wa kupata habari za operasyon zote jumla muda wa saa 2 za usiku ama 20 ya jana samedi le 27/12/2025. Ndugu yangu mtangazaji, unajua huwa jeshi letu la wazalendo ni tofauti na jeshi lingine, kwa sababu unajua sisi wenyewe viongozi tunajifikia kwenye uwanja wa vita ili kushuhudia na ili kuwatia vijana moyo na ili kuwapa maskari kujua ya kwamba wako moja kwa moja imara katika uwanja wa vita na sisi viongozi. Ndugu yangu mtangazaji, unajua tokea Mei 23 iingie tarafani Uvira, mimi kama vile observance wa General Abdu tunaendelea kupangilia kazi, kwa sababu waliingia ilikuwa tarehe 10 Jumatatu ama lendi, na sisi tulikuwa tuma humo ndani, kwa sababu hatuwezi kubali kuisaliti patri yetu, hatuwezi kubali kuacha udongo wetu. Unajua ukimwona mtu anakueleza kwamba yeye ni askari lakini anashindwa kutekeleza jukumu lake kwa sababu hapewi mshahara, unajua kwamba huyo sio askari, kwa sababu akipewa rushwa na adui huwa atasaliti nchi yake. Kwa sababu kiapo ambacho askari anasaini aidha ambacho anashuhudia mbele ya kupewa sare za kijeshi na kupewa silaha, anashuhudia kwamba hata isaliti bendera ya nchi, hata isaliti ardhi yake. Na ndio maana unaona wazalendo wanaendelea kupigana usiku kama vile mchana, pasina kupewa malipo, pasina kupewa usapoti wowote. Na ndio tofauti ya wazalendo na wanasiasa, kwa sababu ukiangalia katika nchi yetu ya Kongo utasikia mbunge ama waziri anapata $21,000 ama $21,000. Unasikia ukiangalia ba députés nationaux wengine wanapata $13,000, y compris ba provinciaux wanapata $9,000 à $11,000. Lakini pindi inapopigwa tu risasi wanachukua ndege, mmoja wao wanaenda Ulaya, wengine wanaenda Bujumbura, wengine sijue Kishasa. Lakini mzalendo anaendelea kukabiliana na hali kwa ajili ya kuiprotege na kuidefendre patrie yake, kwa sababu yeye alisaini la patrie ou la mort.
Kwa hiyo bwana mtangazaji, tunataka kujulisha raia wa tarafani Uvira na Kongo nzima. Unajua kuna baadhi ya wazalendo huwa wanapozungumuza, unasikia wanazungumuza habari za Fizi, Mwenga, wanashindwa kuelewa ya kwamba province ya Sud Kivu tuko na 8 territoire. Na hii 8 territoire yote mko uzalendo na ni wazalendo ambao wako imara. Tukiangalia huko tarafani Kabare ambapo mimi nachukua wazifa kama vile msemaji aiza porte parole wa wazalendo, Kabare wazalendo wako imara kwa sababu tokea mwezi wa pili M23 ilikabidhiwa vile ya Bukavu kupitia siasa na kupitia usaliti wa jeshi letu la FARDC, lakini wazalendo hawakukubali kuchukua rushwa. Wazalendo wa Kabare hawakukubali kujiunga na adui na wanaendelea kumkosesha adui usalama muda wote ule, na wanaendelea kukabiliana naye pasina kuwa na usapoti, aidha pasina kuwa na mshahara wowote. Kwa sababu ukikuta mtu ambaye ni mwenyeji ambaye anajiita ya kwamba yeye ni nationalist alafu akaisaliti nchi yake kwa ajili ya pesa, unajua kwamba huyo mtu akilipwa hata pesa atamuua babake na atamuua mama yake. Na ndio maana tunasema kwamba katika wanasiasa wetu ikompre wa mawaziri, wabunge hawana uzalendo, kwa sababu ni watu ambao wanapata riziki ya nchi, wanapokea $21,000, wengine $13,000, wengine $9,000, lakini hawana sacrifice juu ya patri yao. Na ndio maana sisi kama vile viongozi wa wazalendo tunaendelea kuambia wazalendo wawe imara, kwa sababu ikiwa hatutapewa mshahara aidha ikiwa hatutapewa malipo, tunategemea kwamba maombi ya raia kwetu itakuwa ni malipo makubwa, na tunategemea malipo huko kesho ahera. Na kwa kumaliza bwana mtangazaji, na ujumbe ambao nataka nimfikishie Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Bernard Byamungu, Willy Ngoma pamoja na Gloire Izuba, nataka niwajulishe ya kwamba waanze kutafuta makao huko Rwanda. Na sijue ya kwamba hata Rwanda watapata makao, kwa sababu kulingana na siasa ya ukijinga ambayo Kagame anaendelea kuifanya, inaweza ikafikia hatua ya yeye kusaga meno akaenda kuchukulia bazariere Uganda aiza Kenya, kwa sababu anaendelea kuwadharau viongozi wa Qatar, viongozi wa Washington ambako alipokwenda kuisaini mikataba. Na ndio maana kama leo unajikuta Corneille Nangaa, Joseph Kabila, Willy Ngoma, Bernard Byamungu, Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma wako kimya, wameshaona ya kwamba mambo yamegeuka, kwa sababu rushwa haina tena nafasi. Ile uongo ambao walikuwa wanatumia aiza guerre mediatique haina tena nafasi, kwa sababu wameshadhihirika wazi ya kwamba wao ni wa terrorist na wao ni wa criminal. Bwana mtangazaji, kama vile ujumbe ambao natumia raia wa Uvira kwa kumaliza, na wajulisha raia wetu muda wote ule ambao watasikia mlio wa risasi wajitahidi kubaki manyumbani, wasiwe na papara, wasiwe wanapaparika huku na huku, kwa sababu unajua sisi kama vile viongozi wa wazalendo, kama vile wazalendo tunao uchungu mkubwa kwa ajili ya raia wetu. Unajua kwamba tuliingia katika jeshi kwa kuiprotege patrie yetu, kwa kuilinda mipaka yetu na kwa kusauvegarder population yetu. Sisi muda wote ule tunawalindia raia usalama, isipokuwa hawa makaidi, hawa wabandia, malengo yao ni kunyanyasa raia na kuua raia na wengine kuwaingiza katika jeshi kwa kingufu. Na ndio maana tunawajulisha raia wetu muda wote ule ambao watasikia mlio wa risasi wabaki ndani katika manyumba zao, kwa sababu haiwezi kafika tarehe 1 ya 2026 kabla hatujakomboa maeneo yetu. Kwa hiyo ni hali halisi, msikilizaji na mtazamaji wetu, kuhusiana na kile ambacho endelea kwenye uwanja wa vita. Nimekuambia kwamba majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tuliyochagua sisi ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kukupatia habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kujiri kwenye uwanja wa vita, na hapo baadaye tutakuletea matokeo rasmi ya mapambano hayo, kwa sababu mpaka sasa bado mapambano yanaendelea kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo zidi ya vikosi vya wazalendo wakiungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hiyo jana report zimeweza kutoka kwamba wazalendo wameweza kukomboa mji wa Kigongo pamoja kijiji cha Kigongo pamoja na Katongo, lakini asubuhi ya leo
sehemu hiyo hiyo mapambano yameendelea kuripotiwa kuwa makali zaidi. Hivyo baadaye tutakuletea matokeo rasmi ya mapambano hayo. Hii ni Amani TV Media, tunakutangazia moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC. Kwa hivyo nakusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili endelee kupata habari zetu kama kawaida. Tukutane katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.